new life. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi hapa vitu ambavyo vilikuwa vimebakia, uzuri na bahati, si wote ni walimu, kwa hiyo sharing imekuwa kubwa na kufanya tuweze kumuvu kwa sana haja ya kufanya marudio. Mimi moja kwa moja niende kwenye sheria na haki za watoto. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sheria na haki za watoto. Jambo hili tumejaribu kulipitia kidogo wakati wa ile swali tulokaa kwenye vikundi, tukaona watoto wakajaribu kueleza kwao kwamba hatuamshwi mapema, hatuandaliwi nguo za shule. Kumbe hizo ni haki zao, waandaliwe nguo za shule. Kuna wengine uliona kwa bado mdogo, hajawa na uwezo wa kufua nguo ikatakata vizuri, kwa huyo ni lazima aandaliwe. Lakini pia maelezo mafupi anasema watoto pia ni sawa na watu wazima, kwani wanastahili kupata haki mbalimbali za kijamii ili waishi kwa furaha na kwa kujiamini. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Watoto wanataka au wanahitaji waishi kwa furaha na kwa kujiamini, sio mtoto aishi kwa kubabaishwa huku na huku. Zifuatazo ni haki na sheria za watoto. Hizi haki na sheria, mimi nilikuwa nakusanya mbili zinazoendana na bana kwa pamoja, na kusanya mbili zinazoendana na bana kwa pamoja. Haki ya kwanza tunasema haki ya kutobaguliwa na kupewa nafasi. Haki ya kutobaguliwa na kupewa nafasi. Hizi ni haki mbili. Haki ya kutobaguliwa ni ya kwake, inajitegemea. Kupewa nafasi inajitegemea. Maelezo machache hapa anasema watoto pia wanapenda kuheshimiwa na kuthaminiwa na kushirikishwa katika vikao na maamuzi mbalimbali katika familia na jamii wanayoishi. Mfano, ukianza na neno kubaguliwa, unaweza kukuta pale nyumbani, aidha una mtoto mlemavu, mkono uko hivi, mguu uko hivi, nini, hata yeye pia unapoingia kwenye maamuzi huwa hahitaji kwanza kubaguliwa. Unapomwasuli tunabagua, hebu nenda kule fulani, njoo hapa tuzungumze, wewe nenda ukapike. Unaona, yaani umemtoa yeye akapike, wakadhaa mbaki mnajadili, maanake umembagua yeye, hastahili kuingia kwenye majadiliano. Kuna vitu vingine hata kama watoto bado ni wadogo, ila tulisi wanaelewa, unawaita. Kuna vitu vya kujadili watoto, unasemaje hivi hapa, tujenge nyumba hii ile iliyoko, tujenge nyumba kwa sasa hivi au tukalime shamba ili tukivuna tujenge nyumba kubwa zaidi. Kwa kuna vitu vya kushirikisha familia nzima kwa pamoja. Lakini pia kupewa nafasi. Mtoto anakuja na changamoto za shuleni, hana hiki hana kile. Baba, mama, kiatu kimesha, wewe nenda huko. Mtoto anahitaji apewe nafasi ya kuzungumza awe nayo, lakini nafasi ya kutoa hata mawazo ndani ya familia awe nayo, na tusibague huyu anafaa ama huyu hafai kwa sababu ya changamoto walizonazo. Lakini haki ya pili, haki ya kuishi na kupata maradhi bora. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haki ya kuishi, watoto wana haki. Tumekuwa tunaona dada anaruka kule mimba huko. Nafanyeje? Ni mtoto anatoa kale katoto kana haki ya kuishi. Na ukumbuke hakajajiweka kenyewe tumboni, kameweka. Msababisha yeye kaweka wewe. Kwa nini unakaondoa? Kana haki ya kuishi. Lakini pia kuna mama nilimuona, ni dada fulani tu alikuja pale station, sijui alitokea wapi. Yule alikuwa amezungumza na jamaa fulani wao, ana mtoto ambaye yaani bwana anakuja kumchungia yule dada tayari ametoka. Akamwambia, bwana, kama unakuja kwangu ni mtoto sawa. Wamefika pale station karibu pale, mtoto yule dada akatenga mtoto wake hapa, treni kaja. Kaweza kuchukua soda bila, akampa masoda vitumbua pale ili vimliwazi. Treni kaweka watu wakafanya mambo, kipenda cha kwanza akaweka mizigo ndani, kipenga cha pili ruka ndani ya treni. Kidogo treni pale spidi kweje ikaanza mwendo. Mtoto wa nani? Mama ameenda kuolewa. Mtoto anaenda. Wa nani? Kuna kumbe kama bahati, kuna watu wajua huyu mama yake kupanda treni, tunaona askari wakachukua yule mtoto weka ndani ya gari, wakakimbiza treni. Wakafika
Kama bahati wakamjua huyu hapa kamata. Kwa hiyo utapata kesi za wizi. Kwa mtoto ana haki ya kuishi na si kumtupa kwa sababu mbalimbali. Lakini malazi bora tunazungumzia kwa habari ya chakula, mavazi na pa kulala. Jamani, haleluya. Malazi bora tunazungumzia kwa habari ya chakula, mavazi na kulala. Sasa kwenye mavazi ndugu zanguni, katika kumake balance, wahudumie watoto wote kulingana na hali yako ulionayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa maelezo yake mafupi anasema familia zingine zinawabagua watoto. Utakuta mtoto analala chini, lakini wazazi na watu wengine wakubwa wanalala kwenye vitanda na kutumia magodoro mazuri, kitu ambacho si sawa. Unakazaa katoto kwa wewe na mke, mnaenda sasa, nafika wakati mtoto ajitegemee, wewe utakuwa unalala kule chumba chako kile au sebuleni pale, katoto akana godoro. Alafu wewe na mama mmelala juu kwenye kagodoro na kakitanda. Hii si sawa. Huyo mtoto ninyi ndio mliomzaa na hajalizaa na hajajitoa kwingine kuja kwenu. Fanye kwa kitanda na godoro. Alafu wale chini. Hata miezi miwili aishi mtu akishatoa kitanda na godoro. Ila akishampa yule, yes, alala pazuri, hana shida. Hawezi kununua hata miaka 3 hadi 4. Kwa hiyo watoto wana haki ya kupata malazi bora. Unaona, wana haki ya kupata malazi bora. Wale chakula kizuri. Sio mtoto bado yuko kuleni usijize piko ni chache kuleni atapika dagaa kija atoke shule. Kwa hiyo kuna vitu vingine tunakuwa wazazi hatupendi sawa na kama unafanya hivyo. Lakini pia kwenye kulea ndugu zako, kuna wakati anakuja mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi, sio mtoto wa nani ndio anakaa pale nyumbani. Unajikuta mtoto wako wewe ukifika muda wa kumnunulia nguo pale mjini, karibu kuna duka moja sasa hivi pale Misufini pale kwa changamka. Kuna jamaa mmoja anajiita Kokoliko. Unakuta anatangaza tumeshusha mzigo, ni mafuriko kwa Kokoliko, hapa ni mafuriko. Kagauni kamoja nilikwenda kuuliza nikaambiwa 85,000. Kagauni hapo kamtoto kamoja, tena watoto wenyewe wadogo wadogo 85,000. Sasa unakuta siku ya kununulia nguo watoto wake kwa Kokoliko 85,000. Watoto watatu wanalipa kama 200,000, 300,000. Akitaka kununua nguo za wale wa shule, mtoto wa shangazi wa mjomba, mtoto wake kwa Kokoliko 85,000. Mtoto wa shangazi kwa mzalanga nguo 2,500. Balance haipo, wavishe sawa 85,000 wote, 500,000 wote. Jamani, haleluya. Amen. Okay. Haki ya tatu ni kwamba haki ya kupata elimu bora. Haki ya kupata elimu, maelezo yake anasema hapa, mtoto sawa na mtu mzima ana katika familia, haki ya kupata elimu bora. Katika familia zingine watoto ambao hawazaliwi pale nyumbani hubaguliwa sana. Watoto wa pale hupelekwa shule nzuri na za binafsi hadi private school, wakati hawa watoto wengine wanasomea shule za kata. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ndio ule ubaguzi kwamba mtoto ana haki ya kupata elimu bora. Mfano, ukisikia hapa Igagala wanafundisha vizuri, upeleke kuna ile shule sio Dr. Nani pale Batilda, umeona wale ni bora kuliko hapa, na kuna vigezo vinamruhusu atoke hapa ende kule, mpeleke. Changamoto inakuja mtoto aliyemzaa katika yuko Tabora Boys, sio Fedha School, sio nini, wale wa binamu na mjomba, anachagua shule ambako hakana walimu, ndio anampeleka. Unasikia Igagala sekondari walimu wameisha. Wewe ndio unaenda pale, kusoma ni popote, ni akili ya mtu tu. Yaani kama hujui kufaulu yani hamna. Hata upeleke shule gani, mtoto wake hajampeleka shule yenye walimu watano. Amepeleka shule ambao walimu wanagombania madarasa kuingia. Unaona? Lakini wale watoto wengine anapeleka. Sina maana tusipeleke hapo, nimetoa mfano jamani. Msije mkasema mtumishi alikuja akasema tusipeleke Kaliwa hapo Igagala sekondari. Ninyooshe vizuri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikupe mfano mmoja. Pale Kaliwa mjini, kuna mtu mmoja alimchukua mtoto wake akampeleka shule moja inalipiwa 2.5 milioni. Mtoto wake wa kimzaa. Akachukua mtoto wa ndugu akampeleka pale Kaliwa sekondari. Mungu alitoaje? Wamesoma, wamekwenda wakafika form 3. Huyu wa Kaliwa sekondari akaugua. Akapata shida akili sijui kawaida.
wamekwenda wakafika form 4, yaani mwaka mzima form 3 ya kusoma aligusa kidogo, wakafika form 4, yule kijana akapona, akakaa smart, akarudi tena Dar es Salaam. Matokeo ya form 4, yule wa milioni 2.5 akapata division 3, yule wa Kaiwa sekondari division 3, mmoja alipata 23, mwingine akapata 25, wakazidiana pointi mbili, ila madaraja yote sawa. Tena wote madaraja yakaribia kuangukia kwenye daraja la 4, ila kupeleka mtoto wake wapi? Milioni 2.5, wakati kuna shule za milioni 1.5 zipo, shule milioni 1.3 kwa nusu wapeleke wote, ili tubalance ile milioni 2.5, tugawe milioni 1.5 au wote tuwaweke Kaiwa sekondari, kila mmoja kichwa chake kitachakata. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ilikuwa ni haki ya 3. Haki ya 4 inasema haki ya kupumzika na kucheza. Kupumzika ni haki nyingine, kucheza ni haki nyingine. Maelezo yake mafupi anasema mtoto sawa na mtu mzima anahitaji apumzike baada ya majukumu yake au baada ya kutoka shule, na pia anatakiwa apate muda wa kucheza ili kupumzisha akili yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sio mtoto anatoka shule kula haraka, anakula mtoto mbio, yani hata akili haipo, anakula haraka. Kauza nyanya, kachote maji, osha vyombo, apewe muda wa kupumzika. Na yeye ametoka kusoma, ni kazi. Usione kama umeenda kucheza, ni kazi. Asome, ametoka kule, afike nyumbani apumzike, lakini pia apate muda kwa kucheza, yani kuifanya akili ichange system, iache mambo ya shule, ijiandae kupokea mambo ya nyumbani. Kama hapa tumecheza, tumeenda vipindi viwili. Baada ya vipindi viwili kupumzika kwa chakula, baada ya chakula tumekuja tukacheza michezo mbalimbali, sijui michezo ya pipi, ya kalamu, michezo ya green na nini, sijui michezo gani. Tumecheza vitu vingi, akili zikapumzika. Tunapokuja kwenye somo tuko na sinawa niweza, jamani, tuko vizuri wote, mkasema tuko vizuri, si ndivyo mlivyosema? Tuko sawa, tuko sawa, tutakubaliana. Ni kwa sababu tulicheza, akili ikapata kupumzika. Kwa mtoto pia anatakiwa apate hiyo haki. Kwa usikani vitu vingi, lakini pia wengine wanaona kucheza kama vile ni dhambi, kwamba nikimwacha mtoto akaenda kucheza mpira ni dhambi. Mpira sio dhambi. Mnunulie vifaa, watoto wako mnawanunulia vifaa wakacheze. Mnunulie viatu acheze bila shida. Cha msingi tu katika kucheza, hii haki ya kucheza, ni kudokeze machache tu. Zingatia yafuatayo. Sawa. Imebakia haki moja. Katika kucheza zingatia vifuatayo. 1, mwanao yuko wapi? 2, aliko mwanao yuko na nani? Kwenye kitabu cha Wakorintho sura ya 1 mstari wa 15, sura ya 15 mstari wa 13 inasema msidanganyike, marafiki wabaya huharibu tabia njema. 4, je, unamfahamu aliyecheza naye mwanao? 5, aliko mwanao yuko na nani? 6, je, mwanao anazingatia maelekezo na maagizo unayompatia? Hivyo vitu ndio vya kuzingatia. Kama unajua aliko mwanangu ni sehemu salama, haina shida, mwache acheze, ili mradi tu azingatie maelekezo ya kurudi nyumbani. Haki ya 5 na ya mwisho niliyokuwa nimeandaa ni kwamba haki ya kutimiza ndoto au maono, yaani future. Haki ya kutimiza ndoto au nini? Au maono. Mtoto ana maono yake kwamba mimi nataka niwe daktari. Sasa kwa kuwa wewe ni afisa kilimo, unataka mtoto aende kwenye udaktari wa kilimo. Yeye anataka awe daktari wa watu, unataka awe daktari wa kilimo. Aisa umekaa umewaza, unesi ndio una hela. Mwanangu kasomea unesi. Mwanao kumbe anataka kasomea masuala ya ardhi na vitu vingine. Lakini pia unamsupport vipi kwenye yale maono yake? Mfano mwanao anataka awe dereva tu gari. Je, unampeleka VETA? Huko VETA huko dereva gari hauna hela, hauna ajira, kasomea ualimu, ona fulani ameshatoka na kitambi. Haikuja hapa mwembamba ila ona. Yeye ndio yake. Anataka msapoti kwenye maono yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Maelezo machache tu kwenye akili nasema watoto pia wanayo maono yao na wanatamani wafike mbali katika maisha yao.
ipo mipango aliyojiwekea, na ndio maana ukimuuliza unataka uwe nani, mtoto atakwambia anataka niwe dokta, mwalimu, polisi, mbunge, rais, hakimu na kadhalika. Lakini yote kwa ujumla anasema, mwalimu, kumbuka kuwatia moyo watoto katika maono yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapokuwa kanisani, kwa kila mtoto ana maono yake. Kuna mtoto akwambia ataka awe mchungaji, shemasi, na mtie moyo kwenye yale maono yake. Lakini pia tunapokuwa nyumbani, mtoto anakuambia mimi nataka niwe mwalimu, anza kumtengenezea nyenzo zinazoweza kufanya akawa mwalimu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kufika hapa, somo letu la haki na sheria za watoto tumelihitimisha hivi. Kwa dakika nadhani kama 2 zilizosalia, nipende kutoa nafasi ya kuuliza maswali. Twende haraka haraka, swali kwa haraka, majibu kwa haraka, tufike mwisho. Kama utauliza kwenye haki na sheria, aidha kule nilikuanzia, ila ndani ya dakika 2 tuwe tumemaliza 2 ya mwisho. Sawa. Lakini watoto sio wagonjwa. Utawezaje kumsaidia mtu mwenye ugonjwa, mfano kama anaumwa au corona au kifua kikuu, kama wenzake asipoambukize? Je, utawezaje kumsaidia ili akutane na wenzake, mnapoja mtendea haki, kushirikiana na wenzake katika hali ya kucheza? Sawa, vizuri. Tuna akilala anapokuwa kitandani, wale watatu wanapokuwa kitandani. Sasa kusema unakushe, anaweza kujisikia vibaya au kumsaidiaje mtoto? Okay, sawa, vizuri. Tukianza na hii ya magonjwa, jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukianza na hii ya magonjwa, kwanza tunachoamini magonjwa yote yanatibiwa. Kwanza kwa maombi, ili kwa daktari. Kwa hiyo cha msingi kwanza, mmefanya maombi, mmekwenda hospitali, anaonekana na magonjwa ambukizi yanayoweza kuambukia kwa wengine. Fuata tu ushauri wa daktari kwamba hatakiwi mtoto huyo achangamane na wenzake, mbague. Ila katika kumbagua, angalia namna ya kumjenga kisaikolojia. Usije ukamwambia bwana, wewe ukilala na hawa utawaambukiza. Mwambie tu, mwanangu, kwa wewe sasa kokoo unaumwa, ili wasikusumbue wakakubana wakakukanyaga ukakosa hewa, wewe ndio utakuwa unalala hapa kwako binafsi, ili ulale sehemu ya kujiachia. Maana ukilala hawa geuka hivi wanakulalia nguvu sijui nini, wewe njola. Kwa mtoto mjenge kisaikolojia, asijue kuwa unambagua kwa ajili ya magonjwa, kwa sababu uelewa wake bado mdogo. Lakini pia tukija namba 2, kama ni godoro anabebeshwa, kama ni milago na mikeka anafungwa mgongoni, kigojozi tamzi ile pale, watu wengi walichukulia hivyo, lakini mwisho wa siku imekuwa ikileta madhara. Katoto mnakatembeza gagara namba 5, 6 hadi ngapi, mnakarudisha, kakitoka hapo kanaenda kujinyonga, na tumeona kwa wengi sana. Cha msingi kwanza ni kuzungumza naye. Unazungumza naye, unamweleza, ila kuna vitu vya kuzingatia, mfano kupunguza kunywa maji hasa wakati wa kwenda kulala. Hiyo nao pia inasaidia. Lakini pili, ukishampunguzia kiwango cha maji ya kunywa na vinywaji pia, mfano kuna vinywaji vya sukari, soda, juisi, lakini pia na matunda huwa yanakamua sana maji mwilini. Yaani yanatengeneza wingi wa maji, lakini kuna matunda yenye sukari yanachochea maji. Kwa hiyo hivi vitu unaweza ukampunguzia hasa wakati wa kwenda kulala. Anywe maji kiasi, matunda kama ni kula ale kiasi au asile kabisa, na matunda ya kuchochea sukari. Lakini pia ikizidi, nenda hata hospitali, hii ipo. Kwa hiyo tusiwatoe watoto nje kwamba tukiwaelimisha kikojozi mtaani wataacha tabia hii. Tunaweza kusababishia wakaenda kujizuru. Asante. Ngoja kwanza tuulize Mungu. Kwa sababu anasaidia la mwisho ili tuache jamani. Msema tuendelee na hiyo TB. Manake ile huwa ina muda maalum. Ukishaanza kutumia dawa huwa haiambukizi. Mfano kama TB. TB huwa ukianza kutumia ile wiki ya kwanza ya pili, ukikana mwenzako huwezi kumwambukiza kwa sababu kuna kinga ile dawa. Lakini mfano kama corona huwa tunafanya isolation. Ukishafanya isolation kuna muda ambapo ukianza kutumia dawa inapona. Kwa hiyo sio muda wote utakuwa na nini na ule corona. Ongeze kwa waliofika, tumeshaanza. Naitwa Josefu Ramadhani Kibiriti, natokea Kaliua Bangkoko, ninatumika tawi la Kasisi. Mungu awabariki sana. Lakini nimemwona kuna mwanafunzi wangu mmoja alikuwa amekaa pale, mtoto wa mzee Amoni,
nimemwona amekwenda nje, sijui ni mwanafunzi wangu nilimfundisha kipindi anaishi Kaliua na mimi kipindi nikiwa niko pale. Kwa hiyo nimefurahi kumwona, ila sasa hivi simuoni, ila mtamfikishia salamu. Inawezekana ameenda nje kidogo mara moja. Kwa hiyo tuwasiliane, tushare idea, tukumbushane vitu fulani, lakini hata sisi tuliokuja, Mungu awabariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa nataka kuleta mratibu kwa ajili ya kuaga. Natamani fanye haleluya, haleluya.